Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Gumzo la Ghassani, karibu tena kwenye gumzo hili maalum, na kwa mara nyingine tena tunaungana na mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, kakaangu Omar Said Shaban, ambaye hivi leo tarehe 24 Juni 2026 huko nyumbani Zanzibar alikuwa na mkutano na waandishi wa habari akizungumzia kadhia ya vitambulisho vya Mzanzibari mkaazi ZNID, na kitu kingine kipi ambacho hata mimi nakiita kipya lakini kipo kisheria amekitaja, ndio mwanzo mmekisikia leo, kile ambacho kinaitwa aliens card, aliens resident card, ya maana kadi za wageni wakaazi, na mengine yanahusiana na masuala hayo, akizungumzia msimamo wa chama chake. Kakaangu Omar, karibu tena kwenye mazungumzo yetu haya ambayo nashukuru kwamba kila siku tunakuwa na nafasi ya kuja kuungana nasi. Asante sana brother Mohamed, nashukuru sana kwa kunikaribisha tena. Mimi nafarijika kuwa miongoni mwa wanagumzo ambao kila pale ambapo nafasi inapatikana tunaweza kushiriki kwa ajili ya kujadiliana mambo mbalimbali. By the way, nimekutumia mfano wa alien cards, unaweza ukaangalia hapo ili unaweza ukashare kwenye screen na watazamaji pale ambapo utaona inafaa. Hapana shaka. Maana umehitaji hapo. Kwa hiyo kabla tujaanza mazungumzo, Zanzibar Alien Identity Card inaitwa. Ambapo kitambulisho cha asiyekuwa Mzanzibari mkaazi. Asiyekuwa Mzanzibari mkaazi. Sawa sawa. Haya, hii ni unachokiona ni Spiceman sample. Lakini hatujabahatika kupata original, hatujui nani aliwahi kupewa. Sawa. Na kwa hiyo naomba tuanzie hapo, hakika ingawa masuala yetu ni mapana, lakini tuanzie hapo kwa sababu katika lugha ya kawaida au katika mafuhumu ya kawaida ya watu, naamini hata kwa sehemu yetu kubwa sisi Wazanzibari, kama ninavyosema mimi, pamoja na kujiona kwamba ninafuatilia mambo ya nyumbani na yajua mambo mengi, lakini leo hii umenishtusha unaponiambia pana kitu hicho. Hakika hebu tuanzie hapa kwanza, kabla ya kutaja mintarafu kwa ingo ukakitaja katika mkutano wa habari, lakini kwanza chenyewe kitu gani hichi Zanzibar Alien Card, aliens resident card? Resident card ni kadi ambayo huwa inatolewa kwa ukisoma sheria namba 3 ya mwaka 2018, sheria ya matukio ya kijamii, wanaita Civil Status Registration Act. Tumezoea kuita sheria ya vitambulisho vya Mzanzibari, lakini ni sheria kimsingi haisajili vitambulisho tu, inasajili vizazi, vifo na identity nyingine. Inasajili mambo matatu, ndio maana inaitwa civil status. Sijui wewe mtaalamu wa Kiswahili, lakini katika lugha tulotumia inaambua matukio ya kijamii. Mimi nafikiri ni hadhi ya kijamii, hadhi ya kiraia, civil status. Lakini sasa matukio ya kijamii pengine ili tukio la kuzaliwa na kufa, lakini nazo ni hadhi pia. Sasa sijui, lakini tuchukulie kwa muktadha huo kwamba ni Civil Status Registration Act, ambayo kimsingi sheria ile inairithi sheria iliyokuwa mwanzoni ya mwaka 2005, ilifutwa ikaanzishwa sheria hii. Kama nakumbuka kulikuwa ni vizazi na vifo. Kwa hiyo sheria hii ikaja ikacombine mambo yote matatu. Tukaanzisha mamlaka kamili kabisa, agency, wakala wa serikali wa kushughulika na usajili wa vizazi, kutoa vyeti vya kuzaliwa na talaka pia, hata zile talaka, kwa sababu ni zote civil status hizo, kujua nani mjane, nani kaachika. Na hiyo ndo mamlaka pekee ambayo ukitaka kuwa na uhakika wewe kwamba huyu mtu kweli kaachika, basi talaka hizi zinazotolewa na tarjisi huwa zinatakiwa zikasajiliwe kule. Kwa hiyo na wao wanawasajili hawa wanaozesha pia wanawapa, ili kuhakikisha zile details. Lengo hasa ni kuhakikisha wanakusanya data kwa usahihi. Marriage certificate pia wanatoa. Kwa hiyo kuna swala la birth, marriage, divorce na death, pamoja na identity hiyo nyingine. Kwa hiyo sheria inachukua mambo. Sasa kuja kwenye swala la vitambulisho, ambavyo mamlaka hii ukisoma kifungu cha 28 cha sheria ya ile, ina mamlaka ya kutoa vitambulisho viwili vikubwa. Ni moja, sasa hapo ndo wenzangu hawa huwa wanajichanganya sana,
wanapokuwa wanatetea hii sheria, kwa sababu kuna nyakati sheria yenyewe inarifaa Mzanzibari mkazi, afu na nyakati inamtaja Mzanzibari, neno ambalo limetumika kwenye katiba. Kwa sababu kwenye katiba yetu Sheikh Mohamed, kifungu cha 6 cha katiba kinapojadili watu haisemi Mzanzibari mkazi. Na mimi kwa hivyo neno Mzanzibari mkazi halimo kwenye katiba yetu. Halimo kwenye katiba yetu. Katiba yetu ibara ya 6 inapotafsiri neno watu. Unajua katiba ya Zanzibar si katiba ya jumuiya. Kama labda unajua katiba za jumuiya zinazungumzia wanachama. Kama ndio wanaounda jumuiya, si ndio? Hii ni katiba ya nchi. Kwa hiyo inajifaini watu wa nchi hii ni wepi. Na ndio maana katiba yetu imetafsiri watu ni nani. Na imesema watu Wazanzibari, Zanzibar itakuwa na watu wanaojulikana kama Wazanzibari, na upatikanaji wake na unanihi wake utakuwa kama ulivyoelezwa na sheria ya Baraza la Wawakilishi. Sasa tunayo sheria namba 5 ya mwaka 85 ambayo nayo hii inaitwa sheria ya Mzanzibari. Si sheria ya Wazanzibari wakazi. Sheria ya Mzanzibari, na haijabadilika. Sio nifahamu. Kufahamu kake, lakini nasema kada kufahamu ndiko ambako pia unanichanganya zaidi, maana yake ndo nakuja sasa naeleza. Kwa hiyo katiba ilipoelekeza kwamba kutakuwa na Mzanzibari ambaye upatikanaji wake, uondoshwaji wake na urejeshwaji wake utakuwa kama ulivyoelezwa kwenye sheria ya Mzanzibari au sheria iliyotungwa na Baraza la Wawakilishi. Sasa kutokana na inspiration ya katiba, tukumbuke katiba yetu mwaka 84. Kwa hiyo mwaka 85 Mzee Mwinyi, Mwenyezi Mungu amrahamu, akasaini sheria inaitwa sheria ya Mzanzibari namba 5 ya mwaka 85. Wakati waziri kiongozi alikuwa Maalim Seif. Wakati wa kiongozi alikuwa Maalim Seif. Kwa hiyo sheria ile inakuja kumtafsiri Mzanzibari nina. Na sheria ile ni kasheria kadogo sana. Kana vifungu nafikiri 7 au 8 kama sikosei, havizidi hapo. Ni sheria ndogo tu ambayo ina vifungu vikubwa, kuanzia kifungu cha tafsiri ya maneno, alafu ina kifungu cha Mzanzibari, kifungu cha 3 inaeleza Mzanzibari ni nani, ambayo inaeleza watu ambao sasa hawa kwa tafsiri ni kwamba sasa Wazanzibari wa asili hawa ni wale kwa mujibu wa sheria wale ambao wame aidha kabla ya mapinduzi walikuwepo hapa, na kabla muungano kabla mapinduzi zamani, na kwamba wamezaliwa hapa au wazazi wao mmoja wao ni mtu wa hapa, na hata wale waliozaliwa baada ya mapinduzi, lakini sharti ni kwamba mzazi wake aidha wazazi wake wote au mzazi wake mmoja awe ni Mzanzibari ambaye amenani. Kwa hiyo imetafsiri. Alafu kifungu cha 4 sasa cha sheria ile kikaeka kundi jingine la Wazanzibari ambao wanaitwa Zanzibar by naturalization, waliozanzibarishwa. Sijui nifahamu vizuri. Sasa sheria ile inaeleza, ndo hapo inapokuja na masharti ili uzanzibarishwe uwe umekidhi vigezo gani. Hapo ndo linapokuja swala la miaka. Na mwaka 2003 sheria ya awali ilikuwa inasema kifungu kile kinasema uwe umekaa hapa Zanzibar. Moja ya sharti moja wapo, sio final conclusion, sio la kipekee, uwe umeishi Zanzibar kwa muda usiopungua miaka 15. Sasa mwaka 2003 ikafanywa marekebisho sheria hii, marekebisho mawili ilifanywa sheria hii. Ikafanywa rekebisho la kwanza kupunguza muda, kutoka 15 ikaja miaka 10. Alafu sheria rekebisho la pili ni kutoa, sababu sheria hii ilipokuwa inamtaja waziri mwenye dhamana ya sheria ile ilikuwa chief minister wakati ule. Ndio. Ikatoa dhamana ile kutoka kwa chief minister kwenda kwa waziri mwenye dhamana ya regional administration. Na kulikuwa na sababu kwa sababu mchakato wa kumnaturalize, kumzanzibarisha huyu mtu unaanza
kwa local government huko chini, na kwa sababu ya vigezo vilivyokuwepo, vigezo kwamba huo muda uliotumia kuishi Zanzibar unafahamu kwa ufasaha lugha ya Kiswahili na kuisema na kuiandika, una tabia njema una na mambo ambayo na una nia thabiti na una intention ya kuendelea kuishi Zanzibar. Kidogo wewe samani umeingiza swala la lugha kidogo. Unajua mimi ni mtu wa lugha, najua Zanzibar tunaamini juu ya Kiswahili fasaha, sawa sawa, sio Kiswahili sanifu. Kwa hivyo je, sheria inataja Kiswahili fasaha? Maana yake ndio tatumia kuangalia neno hasa lililotumika kwenye sheria ya Kiswahili. Sawa, twende mbele. Sasa huku tunakwenda mbele ni kwamba, kwa hiyo hoja inakuja sasa kwamba kuna vigezo, na sheria ukiitizama Sheikh Mohamed ni kwamba haijaweka au, yani mwishoni pale haisemi kwamba au hiki au hiki. Imesema na kwa maana vyote viende kwa pamoja, sambamba kwa lugha. Na nitaisoma hapa kidogo nayo hapa, hizo kifungu cha 4 Mzanzibari wa kuishi. Hiyo ndo lugha. Kwa Kiingereza wanatumia Mzanzibari by naturalization. Kiswahili nasema Mzanzibari wa kuishi, ambayo inasema mtu yoyote ambaye ni raia wa Tanzania kwa mujibu wa sheria ya uraia wa Tanzania, na kwanza ameishi Zanzibar kwa muda wa miaka 15. Sasa hapa tunasema marekebisho 2003 yakapunguza muda, kaika miaka 10, na ana uwezo wa kutosha wa kuandika na kusoma Kiswahili. Hiyo kujibu swali lako, sheria text of the laws nasemaje, ni mtu mwenye tabia nzuri, na kwamba ameingia Zanzibar kihalali na kufuata sheria na kanuni zote za Zanzibar, na mwenye umri kamili, kwa maana huwezi kuomba Uzanzibari kama una below age, kwa sababu miaka 18 kwa sababu unakuja na wajibu na majukumu. Na jingine anakusudia kuendelea kuishi Zanzibar. Sio nifahamu. Kwa hiyo si swala la kusema kwamba ana mkataba wa ajira, akimaliza mkataba wa ajira ataenda zake. Sheria inakusudia kwamba uonyeshe umejiestablish vipi. Mimi bwana hapa Zanzibar nimeolewa, nimeoa, na watoto na mji wangu na familia yangu, kwa pamoja kwamba nilikuja kikazi au nini, lakini tena nishakuwa hapa kutokana na nilivyo, nishakuwa hapa siwezi kuondoka. Na biashara zangu kubwa nimeinvesti, nimesababisha Amerika makazi yangu hapa. Kwa hiyo sasa haya yote Sheikh Mohamed, kila kigezo kina utaratibu wake wa kukithibitisha. Hatuwezi kusema kwamba wewe una tabia njema, ni lazima kuna watu, jamii unayoishi wanakujua zaidi. Kuna huko mitaani, kama ni sheha, kama ni kamati ya sheha, kwa mujibu wa utaratibu wa uongozi wa nchi yetu. Sasa hawa hichi kigezo ndo vinakuja, alafu baadaye na inakuwa full dose inatoka, unaomba huko, ambayo hiyo sasa tulitarajia waziri, kwa mujibu wa hii sheria, waziri atakiwa atunge kanuni sasa kwa ajili ya utekelezaji wa sheria hii au wa kifungu hivi. Na sheria inasema, neno la Kiswahili, kwa sheria ya Kiswahili inasema anaweza kuwa Mzanzibari. Yani hata baada ya kuwa na sifa zote hizo, si kwamba kashakuwa, anaweza kuwa Mzanzibari. Kiingereza inasema may be eligible, is eligible to be Zanzibari. Sio nifahamu Mohamed, wewe ushafanya maombi mengi ya eligibility ya mafunzo ya vyuo ya wapi, eligibility issues. Sasa kwa lazima kuna utaratibu umewekwa, lazima ufuatwe. Then sasa toka hapo ndio ukishakuwa granted huo Zanzibari, ndio sasa unaweza kupata kitambulisho kwamba sasa huyu ni Mzanzibari. Sijui naelewa, yaani Mzanzibari wako wewe umetokana na nini? Sasa ninachokiona, turudi kwenye kile kitambulisho sasa, kwenye swali lako la mwanzo kabisa. Kwamba sheria ya vitambulisho
kama ambavyo imezoea kuitwa, inafanya kazi pamoja na sheria hii, kwa maana mamlaka kule inapompa mtu vitambulisho ijue hii inampa huyu Mzanzibari by whatever means, kwa maana either ni Mzanzibari wa kuishi au ni Mzanzibari yule ambaye hajakuwa qualified, sababu ile ni kazi ambayo tumepewa jina sasa, tumeitwa wakazi. Kuna wengine wa kuishi na mwingine mkazi. Yule kaitwa, maana yule kaitwa mgeni mkazi yule, au no, yule wa naturalization kwenye sheria hii ya Mzanzibari anaitwa Mzanzibari wa kuishi. Okay, sawa. Wa kuishi. Nilikuwa nachanganya, nilikuwa nadhani tumerudi kule sawa sheria ya aliens resident. Ambaye ndio aliens ni mbali. Aliens ni mbali. Sawa, tuende mbele. Huyu Mzanzibari wa kuishi naye anakuwa Mzanzibari. Ndio. Unafahamu? Akishakuwa naturalized. Tofauti yake na yeye pia ana demarcation, ana mipaka baina yake yeye na Mzanzibari yule aliyetajwa kule mwanzo. Wana saba. Kwa sababu hata ukiangalia katiba nimesema kifungu cha 26 cha katiba yetu, mtu ambaye ana sifa ya kugombea urais wa Zanzibar, huyu Mzanzibari wa kuishi au naturalization hana sifa ya kugombea urais kikatiba. Ndio, kwa sababu katiba yetu ibara ya 26 inasema mwenye sifa ni Mzanzibari wa kuzaliwa. Na yeye na mzazi wake au yeye mwenyewe tu? Hii sasa hapo inakuja sasa Mzanzibari yeye mwenyewe au kuzaliwa. Lakini ikiwa baba yake alikuwa naturalized, yeye mwenyewe anakuja kuzaliwa, huyu si alikuwa naturalized, si yeye. Ushanielewa sijui? Kwa hivyo akizaliwa na mzazi ambaye kazanzibarishwa, yeye anakuwa Mzanzibari wa nasaba tayari. Mzanzibari wa nasaba. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo kwa sababu yeye anakuwa amezaliwa Zanzibar na mzazi wake. Kwa hiyo nasema hii ndio sheria yetu inavyotaka. Sasa kwenye vitambulisho, mamlaka inatakiwa pale ambapo mtu anaenda kuomba kitambulisho, tamtizama huyu ni nani. Na hii sheria, by the way, nisije nikasahau kuambia watazamaji, mwaka 2008 nakumbuka kama sikosei, ilifanywa marekebisho, ikaongezwa hicho kifungu cha 4A ambacho sasa kinasema kinakuja kuweka msisitizo kwamba mtu ambaye ni Mzanzibari kinampa haki ya kupata hicho kitambulisho. Kwa hiyo haki hii ya kitambulisho ilianza kwenye sheria ya Mzanzibari. Imetambuliwa kule kwamba ni moja kati ya privilege za Mzanzibari. And then huku sheria ya vitambulisho ikaja ikaelezea tu zaidi. Ushanifahamu? Ule utaratibu. Hii sheria inasimamia inaratibu ule utawala wa vitambulisho. Ushanifahamu? Sio sheria inayotoa Uzanzibari. Vyema sana umenieleza hili, kwa sababu hii ndio nataka. Kwa hivyo unakusudia kusema sasa, kake Omar hapa, kwamba kupatiwa kitambulisho cha Mzanzibari mkaazi ndio hakumfanyi mtu kuwa Mzanzibari. Maana hii ndio hoja inaonekana ambayo imetumiwa na mawaziri katika Baraza la Wawakilishi, hasa huyu ambaye amemtaja Waziri Idrisa Kitwana, ambaye wizara yake ndio ina dhamana ya vitambulisho vya Mzanzibari mkaazi. Ni kama kwamba aliueleza umma kupitia Baraza la Wawakilishi kwamba yeyote ambaye anakuja hapa akitimiza miaka 10 anakuwa Mzanzibari, kwa maana anapatiwa kipande cha Mzanzibari mkaazi. Kwa hivyo yeye kafananisha Uzanzibari na kipande cha Mzanzibari mkaazi kama ni kitu kimoja. Kumbe unasema hapana, ni sheria mbili tofauti. Asante. Ni sheria mbili tofauti, na nimesoma hapa sheria kifungu cha 4 cha sheria ya Mzanzibari inampa mtu eligibility, sio automatic. You are eligible to be Zanzibari. Sio umeelewa vizuri? Kwa hiyo kwanza haiji automatic, lazima ufuate hizo process uprove kwamba wewe una nini. Na kigezo si miaka 10 peke yake. It's not about numbers of staying. Hata ukae miaka 20, hata ukae miaka 30. Maana mfano mzuri nataka nimewapa watazamaji faida hapa, maana wasije wakaona kwamba hii ni sheria ambayo ipo Zanzibar peke yake. Mimi naishi katika nchi ya Ujerumani hapa zaidi ya mwaka 15 sasa huu. Kwa sheria za Ujerumani mimi nastahiki kupata uraia wa Ujerumani nikiutaka. Ukiutaka. No. Lakini si kwamba nakupata automatic, lazima nikauombe. Na sio Ujerumani tu. Kake Ujerumani mko mbali. Hapa Tanzania sisi tuna sheria ya uraia.
Ndio. Huo uraia citizenship by naturalization nayo imo. Ndio. Ukiutaka utanzania hauji automatic. Kuna watu wamekaa Tanzania miaka dahari. Kama hajauomba Tanzania hawezi kuwa, hauji automatic. Ni lazima uombe. Hata kama unamstahikia uombe. Maana hata hapa ni kwamba umetaja sharti la lugha. Kwa mfano, sheria hapa Ujerumani inataka kwamba ili niweze kupatiwa uraia wa Ujerumani niwathibitishie kwamba naweza kuzungumza Kijerumani, na wameweka level, kiwango maalum. Kwa lugha wanasoma hapa A1, A2, B1, B2, C1, C2. Kwa angalau uthibitisho unaweza kufikia kiwango cha B2 ambako ni kiwango cha 4 cha ufahamu wa lugha. Na ndio maana tunaposema tenets of the law, maana yake roho ya sheria ni kwamba kwa nini swala la kujuza, kwa nini sheria imempa mamlaka waziri kuupoka uzanzibari wa mtu kama hajautoa yeye. Ndio hoja, kama hajaomba, hujampa, au sivyo? Sasa kama uwezo wa waziri, kifungu cha 6 kila ya kuathiri vifungu vya cha 3 bila ya kuathiri, kwa maana yule Mzanzibari wa section ya 3 yule haathiri, yule haporu Uzanzibari wake ule wanasaba, huwezi kumnyang'anya. Sio, unaelewa? Huyu aliyeomba ndiye unaweza kumnyang'anya, sababu kakuomba, ulimpa eti. Sio, umefahamu vizuri? Asiyetoa hapoki, wasema Wapemba. Wapemba husema asiyetoa hapoki. Asiyetoa hapoki. Sasa waziri anaweza kwa kanuni, waziri anaweza kuweka kanuni kwa namna ya kukanushwa kwa mtu yoyote kwa uzanzibari wake, kunyang'anywa kwa mtu yoyote kwa uzanzibari wake, kuweka utaratibu mwingine yoyote ambao waziri anahisi unafaa kwa madhumuni ya utekelezaji wa sheria. Kwa hiyo ndio anasema kanuni hizi waziri lazima atoke atueleze katunga kanuni hizi, zipo kazikuta ofisini. Sio, unaelewa vizuri? Na wangapi wameomba? Maki hauishi ule wa naturalization, ule wa kuzanzibarishwa. Kwa hiyo hauanzii kwenye kitambulisho. Kitambulisho ni matokeo ya kuwa wewe sasa ni Mzanzibari. Nje ya hapo sasa nje ya hapo, kama hujazanzibarishwa, maana yake kwa mujibu wa sheria ya vitambulisho wewe ni alien residence. Ndio yule mgeni ambaye mgeni, mimi nimetumia neno langu mgeni mkazi. Sasa tumrudie mara tulipoanzia hapa. Mgeni mkazi sasa ukisoma sheria ya nani hii ya sheria ya vitambulisho au sheria ya Zanzibar nani hii, kwanza inasema mambo mawili. Kwanza inasema mamlaka hii au wakala huyu anaweza ata-establish register, ndio tunaita register ile kwa Kiswahili, wazee wetu wanasema register au daftari au tajirisi kwa ajili ya usajili na utoaji wa vitambulisho. Na anasema watu wa aina yafuatayo watasajiliwa na mamlaka. Na kwanza, Zanzibari resident, tumefahamu hapo Wa pili, alien resident ambaye yuko chini ya sheria ya uhamiaji ya Tanzania. Huyu kake ni mgeni kutoka Marekani, Canada, Mexico, ambaye uwepo wake wa Tanzania anakuwa regulated na sheria ya uhamiaji. Sio sheria ya uraia, sheria ya uhamiaji. Mtanzania hafungu na sheria ya uhamiaji kwa sababu si muhamiaji. Sawa. Au sivyo? Ndivyo. Na mwingine ni alien resident ambaye hayupo chini ya sheria ya uhamiaji. Maana yake huyu ni nani? Sio, tunafahamiana vizuri? Maana yake ni Mtanzania hapa, si Mzanzibari. Mzanzibari. Sio, unielewa vizuri? La pili, kifungu cha 28 kinasema kutakuwa na aina mbili ya vitambulisho, kadi za utambulisho.
sawa, na ambayo mamlaka hii ya wakala atatoa. Kadi ya kwanza A inasema Zanzibari, haijasema Zanzibar resident. Sheria hii mimi naisoma kaki nitakutumia, naomba nikutumie screenshot ya hii page ya sheria. Ndio. Taamua kama utaidisplay kwa watazamaji. Bila shaka tutamwekitoa hapa. Ushafahamu? Kwa hiyo wa kwanza ni kitambulisho cha kwanza ni cha Mzanzibar, cha Zanzibari. Na cha pili ni alien resident. Sifahamiana vizuri. Sasa kumbe vitambulisho viko vya aina mbili. Na ndio kimoja tulichokituma hapo au tulichokuonyesha specimen sample alien resident. Na hiyo ni extract kutoka kwenye page ya mamlaka yenyewe. Nashangaa sasa hivi simetafuta sijaona kwenye page yao kama walikiondosha, lakini all those days mimi nilikuwa nayo sababu this subject was dear to me kufuatilizia. Sasa kwa hiyo vipo na viwili alien resident na cha Zanzibari. Cha Zanzibari ambayo ndio Zanzibari ID. Zanzibari ID ambaye ndio anaitwa mkaazi. Alafu ukisoma hiyo alien resident imeandikwa asiyekuwa mkaazi. Sielewa. Ndio. Sasa huyu ambaye ni mgeni bila shaka. Maana yake huyu ni nani? Ni yule mtu ambaye amekuja hapa Zanzibar, Mtanzania au raia wa nje. Amekuja hapa Zanzibar, anafanya shughuli zake, ana nini, anaendelea biashara zake au ameajiriwa au vipi, lakini hakusudii huyu kuishi Zanzibar milele, na wala hana interest ya kuwa Mzanzibari, kwa maana hajaomba Zanzibari. Huyu anatakiwa aombe na kupewa alien residence. Alafu kuna yule mwingine ambaye yeye sheria ile ya Mzanzibari ilishasema ni haki yake. Kwa hiyo kila Mzanzibari hii ni haki yake, lazima apewe. Sio, unifahamu? Sasa ndio maana ya vitambulisho. Sasa hoja inakuja, mamlaka zetu hizi zenye dhamana wanazitoa hizi alien resident, au watu wote wanawekwa kwenye kapu moja la Mzanzibari? Na kama wamewekwa kwenye Mzanzibari, kweli hawa wana sifa ya kuwa Mzanzibari kwanza kabla ya kupewa hivi vitambulisho? Unakusudia ukipambanisha na zile sifa ambazo umeitaja kule kwenye sheria ya Mzanzibari? Yani wamezitimiza na wamepewa, kwa sababu lazima tujue, ili waziri aweze kuexercise mamlaka yake, ajue yupi ni by naturalization, yupi ni waasili wa nasaba. Sababu waziri hawezi kumuondolea mtu Mzanzibari Uzanzibari wake wa nasaba. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu waziri, mmemsikiliza mimi barazani, kilichotushtua ni kusema waziri kwanza kusisitiza zaidi suala la miaka. Sheikh Mohamed, Uzanzibari it's more ni zaidi ya kuishi. Unatakiwa ufungamane na hizo tabia za Kizanzibari. Na hii si jambo geni katika ulimwengu huu. Umetueleza hapa Ujerumani, huwezi kujiita Mjerumani kama hujui kusema Kijerumani. Sasa utakwenda wapi? Yaani wewe Mjerumani alafu hujui Kijerumani. Hapo umetumia huo mfano. Na usivyo? Naam. Zanzibar Kiswahili ndio lugha yake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hakuna taifa duniani linalotaka kuwa na raia ambaye wakati inampokea tu, inampa uraia, tayari ana tabia mbaya, ni mhalifu. Hakuna taifa hilo. Uhalifu uwe ni matokeo ya wewe, yani sio factor ya wewe kupewa uraia. Ndio. Na ndio maana mataifa watu ukipewa hii, ukifika mahali wanaweza hizi arrangement nyingine wanaweza wakakufutia, sababu umekiuka ile misingi ya nani. Kwa hiyo hili jambo bahati mbaya sana wenzetu hawalisemi, wanaonea aibu kulisema. Na bahati mbaya sana tumefuatilia mijadala wengine, tumeona kwamba hoja ya Mzanzibari
na haki zake, stahiki zake zinaonekana kama ni fitna dhidi ya muungano. Nukta nzuri, na nadhani hapa ni pahala ambapo ningetaka ni swala langu la pili lipo, kwa sababu Zanzibar ni sehemu moja kati ya sehemu mbili ambazo zimeunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yote ambayo amezungumzia hapa kaka Omar, wewe ni mwanasheria, umezungumza katika lugha ya kisheria yakihusu namna ambavyo Zanzibar imejiundia mazingira yake ya kuhifadhi uzanzibari wake, kuhifadhi urithi wake, kuhifadhi nafasi na heshima yake. Lakini juu au tuseme picha nyingine ya Uzanzibari ni kuwepo kwa Tanzania. Na pengine hapa ndipo ambapo panakuja swala ambalo limezusha tabu na mjadala mingi kipindi karibuni hiki kutoka kwa wenzetu wa Tanganyika, kwa maana Tanzania bara, na viongozi wao wa kisiasa. Hata ndani ya bunge pia mmesikia wanasiasa wa bunge wa kutoka Tanganyika wameyazungumzia katika lugha hiyo hiyo ambayo inaonekana kwamba ina ukakasi kwetu sio Zanzibari, na imezungumzwa pia na viongozi wa upinzani, imezungumzwa pia na wanasheria na raia wa kawaida. Kwa hivyo ni mazungumzo ambayo yamekwenda mitaani, yapo kwenye korido za kisiasa, yapo kila pahala yapo. Nataka kujua sasa kwamba kwa jicho la kisheria kwa Zanzibar kufanya ilivyofanya, kujiwekea utaratibu wa aina hii, kuwa na utambulisho wa Mzanzibari ambaye anaelezwa, analindwa, anafafanuliwa kisheria, kikatiba kabisa, kwa maana ya kusema kwamba usipoheshimu hayo manake unavunja katiba, na kwa hivyo unaweza kushtakiwa kwa kuvunja katiba. Na wakati huo kuna Utanzania ambao Zanzibar ni sehemu yake pia ya Utanzania. Je, pana mgongano? Kwa hivyo hakuna mgongano hata kidogo. Na mimi kama ulivyosema, mjadala umekuwa uko sehemu nyingi na baadhi yetu tumeusikia pia. Kitu kimoja ambacho huwa mimi na mara nyingi huwa nakisema, manake hoja zimekuwa kwa wenzetu upande wa Tanzania bara au Tanganyika, kwamba Zanzibar inakuwaje, bado ipo, ina serikali yake, ina nini yake, ina nini yake, lakini huku wakija tunachangia pamoja, wamebakisha Tanganyika yetu imekufa. Kwanza Sheikh Mohamed, mimi nataka kusema neno moja leo. Huwa mara nyingi neno hili nalipata nikizungumza na mwenyekiti wangu, kila mkimsikiliza sasa nimekuwa mpaka na mimi sasa nimekuwa na neno langu napenda kulitumia. Zanzibar kwenye muungano huu imetoa kikubwa kuliko ilivyobakisha. Zanzibar kwenye huu muungano imetoa kikubwa kuliko ilichokibakisha. Mintarafu. Kilichotoa Zanzibar kwenye muungano huu ni sovereignty yake. Nikitaka kusema uume wake. Na ndo nataka tutumie hilo neno. Nachukua hili kutoka kwa mwenyekiti, ule ujana dume wake umeutoa kuliko kilichobakisha. Maisha Mohamed, kama watazamaji watatuelewa vizuri, mimi hapa nilipo mwanamume, lakini ukiniondolea wanaume wangu ukanibakisha mikono na miguu na tumbo langu hili, tabaki kwa mwanamume, lakini nitaitwa mwanamume suruali. Naomba niwaambie sana ndugu zetu wa Tanganyika na Tanzania bara, wasibabaishe, wasione kwamba Zanzibar imebakisha pakubwa. Tumetoa kikubwa kuliko tulichokibakisha, na ambacho kwa bahati mbaya tulichokibakisha pia hatuwezi kukilinda kwa setup ya muungano huo. Fafanua. Tumefahamiana vizuri leo. Leo kuna mambo ambayo Zanzibar imebakisha. Tunaambiwa Zanzibar ina mahakama yake, au sivyo? Ndivyo. Lakini mahakama ya Zanzibar haiwezi kulinda maamuzi yake kwa sababu yanakwenda mahakama ya rufaa, ambayo si ya Zanzibar, mahakama ya rufaa ni ya muungano. Kwa hiyo bado hata ile uwezo wetu wa kuamua judicially
mambo yetu bado yako subjected na muungano. Nimesikia pale pamoja kwamba kuna mambo ambayo kwenye Zanzibar katiba yetu, nyinyi wanasiasa na wanasheria umetia loki ambao zinasema kwamba mambo haya hayawezi kuhojiwa popote pale katika mahakama. Mambo mawili tu. Yeah. Jambo la kwanza, tafsiri ya katiba ya Zanzibar. Tafsiri. Yaani mahakama ya rufaa haiwezi kutoa tafsiri ya katiba ya Zanzibar. Na jambo la pili ni jambo ambalo yani shauri ambalo asili yake limetoka kwenye mahakama ya kadhi. Okay. Mambo mawili tu Sheikh Mohamed. Okay. Sio nifahamu vizuri. Sasa ndio nasema kwamba hata kile tulichokibakisha hatuwezi kukilinda. Hatuwezi kukilinda kisheria, hatuwezi kukilinda kikatiba, hatuwezi kukilinda kisiasa na kijeshi pia. Na kijeshi pia. Leo nasema hili Sheikh Mohamed. Zanzibar sisi tumeachiwa rais wa Zanzibar, tunaambiwa tunaye. Jumbe alikuwa rais, lakini Jumbe kaondoshwa kwenye kikao cha chama Dodoma. Setup hii inaweza ikamuondosha Hussein Mwinyi, ingeweza kumuondosha Aman Karume. Kwa sababu leo rais wa Zanzibar ambaye anatoka CCM, kama leo kamati kuu itakaa itamnyang'anya kadi, moja kwa moja amepoteza sifa za kuwa rais wa Zanzibar. Kwa sababu sisi wenyewe kwenye katiba yetu tumeiweka siasa kwenye muungano, na sasa tunasema kwamba huwezi kugombea hata huo rais wa Zanzibar kama hujawa mwanachama wa chama cha siasa, na chama cha siasa ni jambo la muungano. Upo Sheikh Mohamed hapo? Naam. Huwa naomba challenge mie ndugu zangu. Nawaambia kama wanahisi Zanzibar ina enjoy zaidi au inapata zaidi kwenye muungano huu, hebu kwa muda wa mwaka mmoja tu tufanye flip. Tubadilishe zile vested power za kimuungano ziwe exercised Zanzibar. Kwa maana Zanzibar sasa ndio iva ile joho la muungano. Alafu Tanganyika iwe kama Zanzibar, ipoteze uume wake au wanaume wake. Miaka 20, zaidi ya miaka 20 iliyopita kake. Mwaka mmoja tu. Nakwambia zaidi ya miaka 20 iliyopita niliandika makala, ingelikuwa Nyerere angelikuwa Mzanzibari. Nakumbuka. Sijui umeelewa vizuri. Yaani ninapowashangaa kwamba sisi ndio maana nasema tumetoa pakubwa kuliko tulichokibakisha, na hicho tulichokibakisha hatuwezi kukilinda. Kake hapa sisi tumebakisha utalii. Sisi tunaambia utalii si jambo la muungano. Naam. Au sivyo? Ndivyo. Airspace ni jambo la muungano. Yaani anga ni jambo la muungano, au sivyo? Kama anga inafungwa, kuna ndege inakuja kutua Zanzibar? Hakuna. Kuna utalii? Haupo. Haupo. Mzee Nabwa akisema kwamba tumekufa dungu msooni, tulizokuwa tuziteme na mchezoni hatumo. Wallahi kumbusha makala za Mzee Nabwa. Manake ulizokula uziteme na mchezoni humo. Na msokoni humo. Yeah. Sasa kake, hii ndio mimi leo nimewaambia huu muungano wetu kake uko dhaifu hivi ulivyo, na ni rahisi kuvunjika hapa kwa hii setup ilivyo kikatiba kuliko tunavyotaka uwe. Na hii umeizungumza kwa mintarafu ya kujibu viongozi wa serikali, mawaziri na wawakilishi kwenye baraza la wawakilishi upande wa CCM, ambao wamejenga hoja kwamba wale ambao wanahoji
juu haya ambayo umezungumza wewe hapa, wanaufitinisha muungano, ndio kauli ambayo wameitumia. Sasa nataka kujua kwa uzoefu wako, ulikuwa serikalini, ulikuwa waziri serikalini miaka mitano mizima iliyopita, umefanya kazi na mawaziri wa upande wa CCM. Namna gani wana CCM Zanzibar wanautumia muungano kwa maslahi ya kujilinda wao na sio kuilinda Zanzibar? Kwa sababu ya chama tu, party whips, party things. Kwa sababu mimi ninachokiona, bahati mbaya sana, na mimi nasema huwa siku zote, ndugu zangu hawa, wenzangu, marafiki zangu, maswaiba zangu, tunacheka, tunazungumza, vilio vyao wanavyovizungumza pembeni ni tofauti na wanavyozungumza hadharani. Kwa hiyo mimi huwa wakati mwingine ndio maana sipati tabu nao, na tizama, nacheka, haya tutakwenda. Lakini kake nataka kusema kingine. Mimi nimezungumza leo ibara ya 98 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inatoa mamlaka ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano kubadilishwa, sharti lolote la katiba kubadilishwa, ikiwemo majedwali mawili yale yaliokuwepo, moja lile linalozungumza mambo ya muungano na nyingine linalozungumza mambo yale mengine, uwepo wa mambo fulani fulani. Na kesi, nafikiri ilikuwa kesi ya Seif Sharifu au sio ya Machano, nahitaji kuikumbuka kidogo au share kwenye platforms nyingine. Lakini mahakama ya rufaa ilishasema kwamba muungano wetu huu hauna entrenched basic structure. Yani hauna, kuna mataifa yana, kwa mfano kama India, nafikiri alitoa mfano, wao katiba zao zina mambo entrenched na yako basic structure, kwamba hata iweje haya hayazungumziki, hayajadiliki, setup ndo hii, ndio hivi, itakuwa hivyo milele. Yani tusijadiliane kuhusu kupangua setup. Unaposema neno entrenched la kisheria linamaanisha kwa Kiswahili imefungamanishwa, yani imeingizwa, imekuwa solidified. Okay. Sio, nifahamu, yani imefungamanishwa kiasi ambacho huwezi kuitenganisha. Kwamba ukiatoa tu umeitoa katiba nzima. Umeitoa katiba nzima. Sio, unaelewa? So sacred mambo haya yanakuwa. So sacred, hayaguswi. Ndio. Katiba yetu haipo hivyo kake. Katiba yetu haipo hivyo. Katiba yetu inasema kuna mambo, swala la kuwepo tu au kutokuwepo kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar linaweza likapitishwa kwa azimio la bunge, ili mradi inapatikana theluthi mbili ya huku na huku. Subiri kake, wanataka kuniambia kwamba wanaweza kukaa wabunge kule Dodoma wakaamua kwamba leo serikali ya Zanzibar iwepo au usiwepo, wao kule? Ngojea kake, natafuta katiba hapa, ibara ya 98 Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Yapa. Subiri. Kwani kake, si umeona hapa tuliambiwa mahakama haina uwezo wa kujadili hata mambo yaliyofanyika hapa? Ndio. Kesi za muungano. Wenzetu walishtuka. Tulizungumza. Kwani wenzetu walishtuka? Mshipa kuwapiga. Si kwa sababu yana maslahi nayo, wana maslahi nalo. Anasema hivi, kake anaisoma ibara 98. Sahihi. Inasema utaratibu wa kubadilisha katiba hii na baadhi ya sheria. Bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kubadilisha masharti yoyote ya katiba hii kwa kufuata kanuni zifuatazo, yani kufuata utaratibu ufuatazo. Sawa? Mswada wa sheria kwa ajili ya kubadilisha masharti yoyote ya katiba hii, isipokuwa yale yanayohusika na aya ya B ya ibara ndogo hii ya masharti au masharti yoyote ya sheria yoyote iliyotajwa katika orodha ya kwanza
ya nyongeza ya pili utaungwa mkono kwa kura za wabunge ambao idadi yao haipungui 2/3 ya wabunge wote. Sasa hapa unazungumzia orodha ya kwanza ni ipi? Tutakuja tutaiona huko. Kwa hiyo hoja ya kwanza hapa sio kwamba haliwezekani, muhimu huu utaratibu ufuatwe. Na amesema 2/3 ya wabunge wote, hajasema 2/3 ya wabunge wote. Si lazima ewa, hilo la kwanza. La pili kake inasema muswada wa sheria kwa ajili ya kubadilisha masharti yoyote ya katiba hii au masharti yoyote ya sheria yoyote inayohusika na jambo lolote kati ya mambo yaliyotajwa katika orodha ya pili kwenye nyongeza ya pili iliyo mwishoni mwa katiba hii utapitishwa tu iwapo utaungwa mkono na kura za wabunge ambao idadi yao haipungui 2/3 ya wabunge wote kutoka Tanzania bara na 2/3 ya wabunge kutoka Tanzania Zanzibar. So hoja hapa kake, kwenye katiba hii hakuna lisilowezekana ili mradi hiyo quorum imetimia. Sawa. Sio, unaelewa? Maana yake hii structure yetu sio entrenched. Wakipatikana tu na katiba yetu ya Zanzibar yenyewe, kwa sababu sasa nakuja kwenye hizo nyongeza zilizotajwa. Naam. Hizo nyongeza ambazo zimewekewa utaratibu wa kubadilishwa. Ibara ya sehemu ya hapa toka mengineo nakuja hapa sasa, nyongeza ya kwanza, sawa ile imeeleza katiba ya Zanzibar, katiba ya Tanzania, mambo ya nje na nini, hii mbali. Nyongeza ya pili sasa, orodha imetajwa katika ibara ya 98 ile nilokuambia 98(1), sawa sheria ambazo mabadiliko yake yanahitaji kuungwa mkono na 2/3, sawa ambayo moja inazungumza ibara ile ya 3 ya 18 na nini, ambayo inazungumza sheria kuthibitisha orodha ya pili. Hii hapa imetajwa kwenye 98(2), hiyo ya wabunge wa 2/3 ya Zanzibar na bara. Hiyo mambo ambayo mabadiliko yake yanahitaji kuungwa mkono na 2/3 ya wabunge kutoka Tanzania bara na 2/3 ya kutoka Tanzania Zanzibar. Moja ni kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano. Hoja yangu ni kwamba muungano huu unaweza kuvunjwa kwa motion ndani ya bunge. Sawa. Tumefahamiana vizuri. Unaweza kuvunjwa kwa motion ndani ya bunge. Mimi nataka kuwa challenge wenzetu wa Baraza la Wawakilishi, ndio wanaosema kwamba watu wasahau. Lakini Jamhuri ya Muungano ikitaka kujadiliwa weza iwepo au isiwepo, wao sio stake. Kwa sababu katiba tayari imeshatoa mlango huo, imeshafungua mlango huo. Imetoa jambo hilo litafanyika Dodoma. Litaamuliwa Dodoma. Wala wao hawatashirikishwa. Watakaoshiriki wabunge wao 5 wa Baraza la Wawakilishi waliokwenda bungeni. Sawa. Maana katiba ilikuwa imefunga kwamba ili tukitaka kujadili kuhusu kuwepo kwa Jamhuri ya Muungano, maana liwe bunge la pamoja. Kama Uingereza vile House of Lords na au Marekani Senate na nini zinapokaa pamoja, kuna au sivyo? Lakini hatuna bunge la pamoja sisi. Bunge linalokutanisha mabunge mawili. Sawa. Sasa kwa nauliza kwamba je, katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inacho kifungu ambacho kinasema kwamba inaweza bunge kwa namna yote kuifuta serikali ya Zanzibar? Nakuja hapo kake. Hilo lilikuwa jambo la kwanza. Okay. Jambo la pili, kuwapo kwa ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu,
madaraka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Jambo la 4, kuwapo kwa bunge la Jamhuri ya Muungano. Jambo la 5, madaraka ya serikali ya Zanzibar. Wacha. Jambo la 6, mahakama kuu ya Zanzibar. Ala? Jambo la 7, orodha ya mambo ya muungano, kuibadilisha ile orodha. Na jambo la 8, idadi ya wabunge kutoka Zanzibar. Kwa mambo mambo yanaweza kubadilishwa wakitaka, wakipata quorum tu, wakipata theluthi tu. Ikipatikana theluthi ya wabunge 2 kutoka Zanzibar, sio wajumbe wa baraza la wawakilishi, wale wabunge 50 waliokuwepo pale na wale wa viti maalumu na wa baraza la wawakilishi, ukipata theluthi 2 tu, watu wachache tu wanauza hii, hasa wakiwa wa majimbo ya eka. Anyway, uliza swali moja kwamba je, katiba yenyewe ya Zanzibar, inajilindaje? Inailindaje Zanzibar dhidi ya mambo ya jambo kama hilo kutoka Muungano? Manake wako watu ambao wanadhani kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko juu ya katiba ya Zanzibar na katiba ya Zanzibar iko chini ya Muungano. Kwa hivyo nataka kuuliza, katiba ya Zanzibar inajilindaje na hali kama hiyo? Kake, mimi umeuliza swali zuri, lakini mimi ninachotaka kusema, ukiniuliza swali hilo nitakujibu hivi. Katiba ya Zanzibar na sheria zake zinatamka mahakama kuu ndio ina ultimate jurisdiction. Wanasema unlimited jurisdiction, au sivyo? Ndivyo. Lakini kifungu cha 83 cha katiba ya Jamhuri ya Muungano kilishauri ya uchaguzi wa bunge katika Jamhuri yote ya Muungano wa Tanzania yatasikilizwa mahakama kuu ya muungano. Sasa swala linakuja hapo, katiba ya Zanzibar imejilinda? Kama yenyewe inasema ina mamlaka yasiyokuwa na ukomo ya kusikiliza jambo lolote lililofanyika Zanzibar, au sivyo? Lakini huku mahakama kuu yenyewe ya Zanzibar ikajitoa ikasema katiba ya muungano inatuambia mashauri ya wabunge yasikilizwe kule. Swala langu, mahakama kuu ya Zanzibar imeilinda katiba ya muungano, katiba ya Zanzibar? Kwa maana nyingine ni kwamba hata kama katiba imejiwekea nini, tumetengeneza precedent. Hoja yangu kake, tumetengeneza precedent, uamuzi ule umetengeneza precedent kwamba hata haya kama yamo mazali utakuja kuambua katiba ya Zanzibar ndio umekuwa hoja kake. Tulizungumza jambo hili wakati fulani, kwamba uamuzi ule una athari, kwamba mimi naamini kake kwamba katiba ya Zanzibar sio subordinate wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu katiba ya Zanzibar inatokana na pitishwa na baraza la wawakilishi, inatokana na proclamations ya Wazanzibari wenyewe kwamba hii ndio katiba yetu, huu ndio muongozo wa kuongoza nchi yetu. Kwa hiyo basi kwa hofu yako, yani kake Omar, sio kwamba katiba ya Zanzibar haikujiwekea silaha za kulinda, lakini wanaosimamia saa hizi wanaweza kuilinda, hawawezi kuilinda Zanzibar. Hoja yako? Naam, kwa sababu na mfano tushauona, mfano tumeuona kwamba katiba ya Zanzibar imejitamka kuipa mamlaka mahakama kuu mamlaka ya juu yasio na ukomo, lakini kwa sababu kuna kifungu kule kimechukua mamlaka fulani, tumeyasarenda, tumeamua tufate inavyosema katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kwa maana nyingine kwamba wao walijiongoza kwenye hoja kwamba katiba ya Muungano iko juu ya katiba ya Zanzibar. Absolutely. Ambavyo kwa msimamo wako si sahihi. Sio sahihi hata kidogo. Kwa nini si sahihi? Ni kwa sababu umesema sahihi kwa sababu katiba ya Muungano, katiba ya Zanzibar sio kitoto cha katiba ya Zanzibar ya Muungano, ya Muungano, sorry, ni zao la tamko la Wazanzibari kwamba sisi watu wa Zanzibar kwamba baada ya uhuru, baada ya mapinduzi,
tumeamua kujiongoza kwa namna hii. Sawa sawa. Sawa sawa. Kake, bila kwenda kwenye details za mengine ambayo umeyazungumza, sababu nafurahi sana kwamba umenifungua macho katika tangu mwanzo tulipoanza kwenye suala la alien resident na vitu vingine kama hivyo, lakini nataka kujua kwamba kwa uzoefu wako na kwa nafasi yako, kwa maana nafasi ya kisiasa, lakini nafasi ya wananchi tu, ukiwa kama Mzanzibari, una hofu kwamba kwa mwendo tuendao Zanzibar yetu imekwisha? Kake, hofu yangu kubwa inatokana na wakati tulionao. Hofu yangu haiko kwenye maandishi ya katiba na sheria zetu. Hofu yangu ipo kwenye walojitwisha dhamana ya kusimamia katiba na sheria zetu. Wanao uwezo huo wa kusimama firmly bila ya fear of favor kuilinda Zanzibar. Kake, Zanzibar hii kwa katiba hii kwa sheria hizi walipita watu kwa nyakati zao, walisimamia katiba, walisimamia sheria za Zanzibar. Hofu yangu ni wakati tulionao na watu tulionao. Leo nimesema kwenye press, kwa bahati mbaya sana tuna viongozi ambao kama utaweka ajenda mbili mezani, muungano na Zanzibar, basi tumbo litawakoroga sana kwenye muungano kuliko Zanzibar. Unakusudia viongozi wa Kizanzibari? Viongozi wa Kizanzibari hawatoweza, wakiwekwa muungano mbele yao na Zanzibar mbele yao, wataupambania muungano. Wataupambania muungano. Tumeona kauli zimetoka barazani nzito, misimamo mikali kuhusu muungano. Sasa ndio hofu yangu kake, na ndio wito wangu kwa Wazanzibari, washtuke. Tuna watu ambao unajiuliza loyalty yao, kiwango cha loyalty yao kwa Zanzibar kikoje? Na ndio leo mpaka nimewakumbusha watu viapo vyao, kwamba kwanza viapo vinawalazimisha au wameapa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya katiba, mbele ya Zanzibari, kutetea, kulinda katiba ya Zanzibar. Sasa katiba ya Zanzibar haisimami peke yake. Katiba ya Zanzibar inasimama na sheria zilizotungwa kutokana na katiba hiyo na vyombo vilivyowekwa kutokana na katiba hiyo. Sababu unaposema unailinda katiba, husemi kulinda kitabu tu peke yake. Katiba ni imezaa sheria, katiba imetengeneza vyombo, katiba imetengeneza taasisi. Sasa tunazilindaje? Hofu yangu kake, nilichokishuhudia ni watu kuona aibu kutetea Uzanzibari na kuitetea Zanzibar jealously. Hawana wivu nayo, hawana uchungu nayo, hawana. Yani ndo bado na ndo maana unaona laiti kauli zile za kusema muungano huu watu wasahau muungano huu, tutautetea kwa kila hoja, kila kwa lolote liwalo, sio lazima toka kauli zito kwa wawakilishi, hasa upande wa Chama cha Mapinduzi. Zingekuwa kauli zile zinatolewa kwa Zanzibar, it will be leo kake, tuko katika nyakati ambazo mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anathubutu kuwapa onyo viongozi wa Zanzibar ambao wanatoa kauli kwenye mijadala ya Baraza la Wawakilishi kwa hoja ya muungano.
Yaani muungano ndio umetuondolea heshima yetu kiasi hicho. Sijui kama wenzangu hawa wanaiona hiyo. Unatolea wapi guts ya kumwambia rais awakanye? Wewe unatolea wapi hiyo jeuri? Ndio tulipofika. Labda kwa sababu anajiona kwamba yeye ni bwana na walio kwenye baraza la wawakilishi ni watwana wake, kwa hivyo anaweza kuamuru chochote kuhusu watwana wake. Na alipokuwa anasema, ndugu yangu yule Msukuma amesema yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu. Kwa hiyo nguvu yake anaiona ni ule ujumbe wake wa halmashauri kuu, na ndipo ilipo hofu ya wenzetu. Kasema mimi mjumbe wa halmashauri kuu nachaguliwa. Halmashauri kuu ya chama chako inahusu na nini na baraza la wawakilishi? Halmashauri kuu ya chama chako inahusu nini na mamlaka ya Zanzibar? Kake tumeyachanganya mambo sasa, yanatula. Nilikwambia kake kwamba baada ya miaka 40 na tangu jumbe aondoke, au 30 na au 40, kipi ambacho kinazuia kisifanyike kama ilivyofanyika kwa jumbe? Kipi? Hakipo. Hakika hakipo, sababu anaweza kaambiwa tu bwana, tupe kadi yetu, si mwanachama. Kwamba hafukuziki. Akishafukuzwa anabakisha urais wake au uwakilishi wake au bunge wake au waziri wake au uwakilishi wake au bunge wake. Sasa hapa ndo tulipofika kake. Watu waamke waone haya. Hatusemi haya kwa sababu tunasema haya kwa sababu tunayo nchi ya kuilinda. Tulichokitoa ni kikubwa, basi hichi hebu tujitahidi tukilinde. Si ndo maana ya maneno tuliyosema tutailinda na kuitetea katiba ya Zanzibar. Na nimesema leo kwamba muungano hauwezi kuwa imara kwa Zanzibar kudhoofika. Ni kama kuna equilibrium kake, na hii nilikuwa nazungumza katika mjadala mmoja, nikasema kwamba msimamo wangu mimi binafsi kama Mohamed Mzanzibari ni kwamba kila siku pana equilibrium ambayo inajengwa hivi. Ili uwe na muungano imara lazima uwe na Zanzibar dhaifu, na ukiwa na Zanzibar imara utakuwa na muungano dhaifu. Kwa hivyo lazima uchague baina ya vitu hivi viwili. Je, unataka kuwa na Zanzibar imara au muungano imara? Ndio walofanya hivyo. Lakini wewe unasema hapana. Unasema hapana. Mimi nasema hapana. Imekosewa. Huwezi kuwa na Zanzibar dhaifu alafu kuwa na muungano imara. Lazima uwe na, kwa kweli unasema hivyo, si ndio? Ndio, na nimesema kwamba ukiwa na huwezi kuprosper hata ndani ya familia kake. Huwezi kuwa na familia bora kwa kumzoofisha mwenza. If you want a happy union, na union kwa muktadha huu niseme marriage, manake you should all be happy and strong and better. Tumefahamiana vizuri. Ndio hoja. Leo kake tumefika mahali, mimi nasikitika sana, tumefika mahali tunasikiliza ndani ya baraza la wawakilishi mtu kiongozi serikali, naibu waziri, anayalinganisha mafanikio na faida ya muungano huu kwa Zanzibar kwa rais wa Zanzibar kwenda kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nje ya nchi. Sikiliza, akisahau kwamba rais wa Zanzibar alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alikuwa nafasi yake kake alikuwa rais wa Zanzibar, alikuwa rais wa Zanzibar. Makamu wa rais alikuja baadaye. Rais wa Zanzibar alikuwa rais wa Zanzibar.
Tunafahamiana kake. Kwa hivyo analilia kupoteza mkono akapata kidole, anafurahia. Tunasema kwamba kweli tumefika hapa, maanake tunajiona hata kile cha haki yetu tunakiona fadhila cha haki yetu imekuwa fadhila. Sasa mpaka aibu tunaona sisi huku nje. Umesema kwamba kake, kwamba hizi sheria ambazo umezizungumza hapa, katiba ambazo hapa, vipengele hivi vimeundwa ndani ya kipindi hiki na hawa, kwa maana ya kusema kwamba wawakilishi wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Zanzibar na Tanzania kwa jumla haijawahi kutawaliwa chama kingine isipokuwa Chama cha Mapinduzi miaka yote. Sahihi kabisa. Sahihi kabisa. Na sasa ikiwa waliziunda wao hawa kwa maana chama chao waliziunda miaka yote, hapa katikati yake pametokezea kitu gani panapohusika makuzi na malezi na matayarisho ya watu ambao wanachukua nafasi za ofisi za umma, huwa ni wawakilishi, ni mawaziri au ni marais? Pana hilo limetokezea hapa katikati yake, unavyodhani wewe? Nafikiri mimi nachokiona ni kwamba tumeyachanganya mambo, na hasa tunarudi kwenye zile zama za chama kushika hatamu. Nguvu ya chama kwenye mambo yote, mambo ya serikali na kwenye mambo ya chama. Na ndio maana kake unaona kwamba sasa hivi sio tu viongozi wa kisiasa, hata watumishi wa umma ambao hawatarajiwi kuwa wanasiasa, lakini anajihisi mtu kwamba ili niweze kusurvive kwenye utumishi wangu wa umma, basi niwe mwanachama wa chama kinachotawala au kwa sababu tumeyafungamanisha. Sasa maslahi ya nchi yamekuwa madogo kuliko maslahi ya chama, wakati vyama hivi ni, kwa kutumia maneno ya mzee wangu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad, Mwenyezi Mungu amrahamu, ni jahazi tu. Unaweza ukashuka ukalishusha Tanga, ukapandisha Tanga, ukaendelea na safari. Tuna nchi. Sasa tumefika mahali si hao tu viongozi wa kisiasa wenye malengo ya kisiasa, hata watumishi wa umma. Kake si watumishi wa umma tu, imekwenda mpaka kwenye familia. Leo kwenye familia zetu, mzazi hapa Zanzibar, mzazi anathubutu kumwambia binti yake, kijana wake, tafuta kadi ya Chama cha Mapinduzi ili iwe wepesi kupata ajira. Haya yamekwenda that route. Sasa wanafika mahali watu wanasahau wajibu wao wa kiserikali, wanasahau wajibu wao wa kiraia, wanaangalia maslahi ya kisiasa. Kake, asante sana. Nchi inahitaji reset, great reset. Kabisa. Tuna ombwe kubwa, tuna vacuum kake, tuna ombwe la uongozi. Vacuum kubwa. Tuna vacuum kubwa, inahitaji kuwa filled, inahitaji reset, tunahitaji kurudi kwenye misingi. Let's go back to the basics. Watu wajue tuna Zanzibar ya kuilinda, hatuna Zanzibar ya kuipoteza. Na tunaweza tukajiona ipo, lakini tutakuja kutahamaki haipo. Tutakuja kutahamaki kake haipo. We have the country to protect. We have the country. Lugha ukizisikiliza ni kama vile, sababu Zanzibar ulikuwepo hata baada ya muungano, ulipofanyika muungano Zanzibar ulibakishwa. Vipi leo iwe tabu kuzungumza? Sawa. Tunanishangaza kwamba hii Zanzibar haujaja juzi wala haujaletwa na watu majuzi au hivi karibuni. Upo hata wakati tuna saini hiyo hati ya muungano. Ni moja kati ya makubaliano kwamba Zanzibar ibaki, pamoja na kupoteza tulichokipoteza.
Watu wanashindwa kuelewa kake kwamba nguvu, umuhimu wa hii sovereignty. Pengine tunahitaji viongozi wetu wanahitaji kupigwa shule kujua hasa maana ya sovereignty ya nchi ni nini, na inapokuwa nayo inapata nini, na isipokuwa nayo inakosa nini. Labda watu wakipata shule hiyo ndo watajua nini tumepoteza. Subhanallah. Kake, nakushukuru sana kabisa. Kwa hakika si mara nyingi tukizungumza na wewe unaniachia na ombwe na bibi la huzuni, lakini leo unaniachia na huzuni. Unaniachia na hali ya kudhani kwamba struggle ambayo tumekwenda nayo sisi wengine tunakabili miaka 50 saa hizi ya kuishi hapa duniani. Kwa hivyo na tumefungwa macho, tunapambania nchi yetu. Kwa hivyo umri unakwenda, alasiri inafika, magharibi inafika. Halafu tunaona wenzetu ambao wameshatangulia mbele ya haki kama vile kwamba it was in vain. Tumepoteza tu. Hatukufanikiwa kubadilisha mindset za wenzetu ambao wanajitwalia madaraka kila wakati, kuamini kwamba hii nchi inatakiwa kulindwa. Kwa wanavyosema tuna nchi ya kuilinda, hatuna nchi ya kuipoteza. Wanaamini tuna nchi ya kuipoteza, hatuna cha kulinda. Wanaamini kinyume chake. Au wanaamini kwamba tunacho kitu. Lakini kupa mifano hapa kwamba hata hiki tulichokuwa nacho hatuwezi kukilinda. Kwa setup tuliowekewa hatuwezi, hatuna uwezo wa kukilinda. La haula la quwwata illa billah. Nguvu ni zake Mwenyezi Mungu, na tumkabidhi yeye. Labda ikija hiyo great reset kama itakuja, naweza labda ikaondoa hiyo hali, na pengine vijana wetu wakajua kwamba kuna makosa ambayo yamefanyika na makosa ambayo yanapaswa kusahihishwa kabla hatujachelewa kabisa. Manake unasema kwamba wakiamua wanaweza kufanya siku moja wakafuta madaraka ya serikali ya Zanzibar, na wanaweza kufanya kabisa hivyo, na ikiwa ubunge wenyewe ndio huo wa maeka kati wa eka unakatwa eka, alafu na mtu kapiga kura tu kule tunaondosha madaraka ya Zanzibar, lakini majimbo Zanzibar hatakuwepo. Kwa hivyo katika ubunge wako au sio? Kabisa. Wanaweza kufanya kabisa kitu kama hicho kabisa, hawajali na kwa sababu wasema kwa nyakati tulizonazo, kama tunapoteza sisi tusipokuwa wamoja, tusipoona kwamba tuna jambo la kulinda. Sababu hata hizo nyakati zilizopita tuliposema, nimesema hapa, kuna watu walipita, nyakati zilipita, watu walilinda hii nchi. Na waliposimama pamoja ndio kule wenzetu wakapata hofu, na Zanzibar iliweza kujiamulia yale ambayo ingehisi. Kwa kizazi hiki kizazi hiki tulichokuwa nacho sasa, sioni watu ambao wanaweza wakaliba ile, watu ambao hasa upande huo wa Chama cha Mapinduzi, siwaoni watu ambao wanaweza family wakasimama wasema no, this is for Zanzibar, no, this is. Yamewakuta watu kake, unawajua wengine mawaziri, yamewakuta walipojaribu imewaharimu, wapo na wengine wapo mpaka leo. Lakini kuharamika huko ndiko ambako kumefanya ile spirit ya Zanzibar ikabakia. Lakini sasa kake unapokuwa na mtu ambaye kutetea Zanzibar kumemharimu na akaogopa kuharamika tena, huyo maana yake ana cha kupoteza, yuko tayari kupoteza. Ni lost case tayari mwenyewe, ni lost case. Lakini ukiwa na kiongozi ambaye kulimharimu lakini akasema hata ndo harama za kutetea nchi yangu, akaendelea, huyu unaweza ukamcount. Lakini wale ambao walipata harama alafu wakarudi nyuma wakakaa kimya, you can't count on them. Kaki, asante sana. Najua usiku mkubwa kwa nyumbani, saa 5 tuna hiyo inshallah. Lakini nashukuru kwamba pata nafasi ya kuzungumza na mimi, na kutakia kheri na asakun khair.
labda mimi nakushukuru sana, wasalimie wote huko, ndugu jamaa, inshallah. Asante. Aluta continua. Amina. Asante. Maasalamu. Basi mtazamaji wetu wa Gumzo la Ghassani, hili lilikuwa ni gumzo maalum na mwanasheria hapa wa chama cha ACT Wazalendo Omar Said Shaban, ambaye tumezungumzia mengi kuhusu press conference yake ya leo, kadhia ya Uzanzibari ukaazi, na kile ambacho amekieleza leo si kitu kipya, lakini kwangu kwa kipya, na kwa kipya cha Mzanzibari anaitwa mgeni mkaazi, alien resident wa Zanzibar, ambayo ametufahamisha hapa kumbe hichi kitu kipo, lakini wanaoshika dhamana wanachanganya baina ya Zanzibari mkazi na alien resident, halafu wote waingizwa kapu moja, na wote pia hata hawajafikia sheria ya Uzanzibari ambayo inawapa haki ya kupata kipande cha Mzanzibari mkazi na akapata haki nyingine. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.